Brightshade. Tumekuja hapa Zanzibar na product mpya ya Polisop ambayo kazi yake ni kuhifadhi maji na mbolea katika mimea, katika udongo. Na product hii inafanya kazi wakati ambapo mmea unahitaji maji na unahitaji mbolea. Hii inafyonza maji wakati ule ambao wewe unamwagilia maji kwa mara ya kwanza katika tuta lako au katika chombo chako ambacho umewekea mbegu. Hii inafyonza maji yale ambayo yanatakiwa kupotea, hii inafyonza maji. Then baadaye wakati ambapo mmea unahitaji maji, hii inatoa maji moja kwa moja. Tena inatoa kwa njia ambayo inayostahili kabisa ya mmea. Njia ambayo huwa inamwaga maji kidogo kidogo na mbolea. Ina vipimo tofauti na kulingana na udongo na kulingana na zao pia. Vipimo viko tofauti kulingana na udongo na zao. Na pia mbolea, pia Polisop hii haiathiri mmea hata kidogo, na ina tabia kukaa katika udongo kwa miaka 3 hadi 5 bila kuathiri mmea, na mwisho wa siku baada hiyo miaka inakuwa kama udongo wa kawaida. Hii haiathiri afya ya binadamu hata kidogo, kwa sababu hii ina product yake ilivyotengenezwa, material yake ilivyotengenezwa yako salama sana kwa mtumiaji, kwa wakulima, yako vizuri sana kwenye afya, haiathiri hata kidogo. Vipimo viko tofauti. Kuna wale ambao wanalima kwa njia ya matuta, kwa wale ambao kuna ambao wanalima kwa njia ya kumwaga tu mbegu, kuna ambao wanalima kwenye vyombo. Ina vipimo tofauti. Kwa ambaye analima kwenye tuta, kwa kila mti unachukua gramu 20 za Polisop. Na kwa ambao wanalima kwa kumwaga mbegu, hawa wanatakiwa wachanganye Polisop kilo 20 na mbolea yao ya kupandia, ikiwa ni dapu au NPK. Then baadaye wakishachanganya na mbolea ya kupandia, wanatakiwa wamwagilie kama wanapomwagilia mbegu. Wakati ambapo wanamwagilia, wahakikishe baadaye wanaifunika kama inchi 6 mpaka 12 chini ya udongo, kwa sababu hii Polisop ikikaa juu ya udongo inaharibiwa na jua, ina uwezo wa kuharibiwa na jua. Na kwa ambao wanalima kwenye vyombo, watumie lita 1 ya udongo na gramu 5 na gramu 15 za Polisop.